Na mtazamaji, na wanawake zaidi ya 100,000 katika eneo la Nyanza hutegemea biashara ya samaki ili kujikimu kimaisha, huku wengi wao wakilazimika kujiingiza katika biashara ya ngono ili kupata samaki ziwani Victoria maarufu kama jaboya. Katika ufuo wa Luanda, Kotieno, kaunti ndogo ya Rarieda, shirika la Shine Hope for Communities SHOFCO limeanzisha mpango ubunifu kwa mashindano ya kuendesha boti unaolenga kuwapa wanawake fursa mbadala na kurejesha heshima yao. Kwa miaka mingi maisha ya kando kando ya ziwa Victoria yamekuwa changamoto. Ingawa wanawake ndio wengi katika uuzaji wa samaki, hawana umiliki wa boti wala upatikanaji wa samaki moja kwa moja, hali iliyowalazimu kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na wavuvi ili waendelee na biashara yao. Tunawahimiza sana wanawake ama wasichana wakikuja baharini kutafuta omena ama samaki, tafadhali ninawasihi wapatieni samaki, usichukue samaki unabadilisha na siruari. Mpango wa mashindano ya kuendesha mashua wa SHOFCO uliovutia zaidi ya watazamaji 5,000 unalenga kubadili hali hiyo. Mbali na burudani, mpango huu unatoa matumaini ya fursa za kiuchumi kwa wanawake wa jamii za ufukweni. There is no fish farm. Yes. We need to advance. And we'll be working with women together. So to fight against gender-based violence. Against what? Viongozi eneo hilo wanaeleza kuwa mpango huu unaweza kuleta mabadiliko ya kudumu na kama hatua muhimu, huku SHOFCO ikipanga kushirikiana na serikali ya kaunti kutoa mafunzo ya ujuzi, elimu ya fedha na elimu ya afya ili kuwapa wanawake njia mbadala za kujipatia kipato bila kujiingiza katika jaboya. Aisha Saif, Runinga ya Citizen.